Mpendwa mtazamaji, ninakusalimia sana katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu, na nichukue nafasi kukaribisha katika muendelezo wa semina yetu, ikiwa leo ni siku yetu ya pili ya semina ambayo tulikuwa tumeianza mahali hapa katika channel yetu hii ya Fellowship TV. Na semina hii inaongozwa na kichwa kinachosema yafahamu mambo ya msingi unayopaswa kuyazingatia unapojiandaa kuingia katika msimu mpya. Yafahamu mambo ya msingi ambayo unapaswa wewe uweze kuyazingatia unapojiandaa kuingia katika msimu mpya, kwenye mabano msimu ujao. Kumbuka somo hili linaongozwa na kitabu kile cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa kwanza. Kwa siku ile ya kwanza nilikuambia neno hilo linapozungumza kwa habari ya kila jambo kuna majira au kuna nyakati, alafu ndani ya hayo majira au nyakati kuna kusudi la kila jambo. Nikakwambia anapozungumza kwa habari ya majira au nyakati, anazungumza kwa habari ya msimu. Kwa hiyo kwa neema ya Mungu tunatarajia kuvuka msimu huu wa mwaka wa 2025, na kwa neema ya Mungu tunaingia katika msimu wa mwaka 2026. Yawezekana katika miaka yote umekuwa mtu wa kuvuka mwaka na kuanza mwaka, au kumaliza mwaka na kuanza mwaka bila kuzingatia mambo ya msingi ambayo nimekuwa nikifundisha mahali hapa. Nitaomba uweze kunifuatilia. Mambo haya yatakusaidia sana. Mambo haya yatakusaidia sana wewe ambaye Mungu atakupa neema ya kuvuka mwaka huu na kuingia mwaka mpya, mwaka 2026. Kwa hiyo siku ile ya kwanza nilizungumza mambo mawili tu ya msingi ya kuzingatia unapojiandaa katika msimu mpya, msimu ujao. Jambo la kwanza nilikwambia, hakikisha unajifunza kuhusu msimu unaomalizika kwenye mabano, msimu wa mwaka 2025, msimu unaomalizika sasa. Hakikisha unajifunza juu ya msimu huo. Na katika kujifunza nikakuambia kwamba hebu jifunze kupiga tathmini au kufanya tathmini ya malengo na mipango ambayo ulijiwekea katika mwaka huu wa 2025. Alafu jaribu kutazama malengo yale yamefanikiwa au vipi. Na nikakwambia mtu asiyefanya tathmini katika maisha yake ni mtu asiyefahamu wapi anakwenda, kwa sababu hatakuwa anafahamu nini kimetokea katika maisha yake. Na kwenye kujua tathmini au kufanya tathmini utakupatia mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, utagundua uimara uliokuwa nao, na jambo la pili, utagundua udhaifu uliokuwa nao. Ukigundua udhaifu wako, utajifunza kushughulikia udhaifu wako katika mwaka ujao, ili baadhi ya maeneo ambayo katika mwaka huu haujaweza kufika kwa viwango vinavyotakiwa au haukufika kabisa, basi katika mwaka ujao Mungu akupe neema ya kufika katika viwango hivyo au katika maeneo hayo. Lakini pia ukifahamu imara wako, utaendelea kujiboresha zaidi na zaidi katika maisha yako, ili ufanye mambo kwa uzuri zaidi ya pale ambapo ulipofanya katika msimu ambao unamalizika. Na jambo la pili nilikwambia kwamba hakikisha unasahau na kuachilia kila kilichokuumiza katika mwaka unaomalizika, katika msimu unaomalizika. Kuna vitu vilikuumiza, aidha ni mwanzoni mwa msimu huu wa mwaka 2025 au katikati ya mwaka huu au katika miezi ambayo tumeivuka tu hivi karibuni. Pengine kuna mambo yalitokea yakaumiza moyo wako, yakaumiza nafsi yako, yakaachilia jeraha kwenye moyo wako. Hakikisha unasahau, unasamee mambo hayo, unaachilia ili uweze kupata mafanikio katika maisha yako.
Kama haukupata neema ya kujifunza katika kipindi cha kwanza, ni kuombe. Hapa nimeeleza tu kwa uchache, lakini unaweza ukarudi katika somo lililopita na ukajifunza vizuri juu ya somo juu ya mambo hayo ambayo niliyatangulia kuyasema katika somo hili siku ya kwanza tulipoanza. Katika siku hii ya pili natamani niendelee na mambo machache sana ambayo pia yatakusaidia unapojiandaa kumaliza msimu huu na kuingia katika msimu ujao, msimu wa mwaka wa 2026. Jambo la kwanza kwa siku ya leo linasema muombe Mungu akukutanishe na watu sahihi katika msimu ujao. Omba Mungu au muombe Mungu akukutanishe na watu sahihi katika msimu ujao, yaani msimu wa mwaka 2026. Ni muhimu sana kuombea eneo la watu unaokutana nao, watu unaoambatana nao. Kwa nini? Kwa sababu watu wanaweza wakawa sababu ya wewe kufanikiwa, lakini pia watu wanaweza wakawa sababu ya wewe kutokufanikiwa. Na watu ukiruhusu kuambatana nao, kuna maeneo utafika ambayo baadaye utashangaa kwa nini umefika hapo. Ni maeneo makubwa, maeneo ya baraka, maeneo ya amani, maeneo ya heshima. Lakini kuna watu ukiambatana nao, ukiruhusu kuambatana nao, utafika kwenye maeneo ambayo baadaye yatakuletea majuto kwenye maisha yako. Utakaa utasema, yani mtu huyu ni heri nisingekujuana naye kwenye maisha yangu. Yani mtu huyu ni heri nisingekutana naye kwenye maisha yangu. Hivi ilikuwaje mpaka nikakutana naye? Hivi ilikuwaje mpaka nikaambatana naye? Kwa nini? Kwa sababu ya aina ya vitu ambavyo umevipata kwa njia ya hao watu. Sasa tunapenda kuambatana na watu tu katika maisha yetu, lakini hatuwajui hao watu wamebeba vitu gani kwa ajili ya maisha yetu. Ni vizuri sana kufanya maombi ya watu utakaoambatana nao katika mwaka wa 2026, katika msimu ujao, wawe watu sahihi. Kwa sababu katika dunia hii kuna makundi mawili tu ya watu. Kundi la kwanza ni watu wanaoua ndoto za watu, na kundi la pili ni watu wanaohakikisha ndoto za watu zinatokea, malengo ya watu yanatokea. Kwa kwenye dunia hii kuna waua ndoto, na kwenye dunia hii pia kuna wapalilia ndoto. Kwa ni vizuri sana kufanya maombi ya watu utakaoambatana nao katika msimu ujao kwenye maisha yako, kwa sababu ukiruhusu kukutana na watu wasiokuwa sahihi, wanaweza wakawa sababu ya wewe kutokufanikiwa katika maisha yako. Katika kile kitabu cha nabii Isaya sura ya 43 mstari wa 4, kitabu cha nabii Isaya sura ya 43 mstari wa 4, Mungu anatuonyesha kwamba kumbe kwenye kila msimu huu anatuandaliaga watu, huu anatuwekea watu. Mungu anasema neno hili, anasema kwa kuwa ulikuwa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimika sana, kwa ajili yako nitakuletea watu, ama nitakupatia watu katika maisha yako na kabila za watu. Kwa hiyo ni vizuri ukaomba watu utakaoambatana nao, kwa sababu tayari sasa hivi Mungu amekuandalia watu wa kuambatana nao, wa kukutana nao, na kuna vitu Mungu ameweka kwa hao watu. Sasa wewe kitu unachotakiwa kukifanya ni kumwomba Mungu akukutanishe na hao watu. Kwa namna gani? Labda nikusaidie kwa namna gani unaweza ukaomba, kwa sababu inawezekana pale ulipo unajiuliza, sasa siwajui watu kwa majina yao, au unatazama marafiki uliokuwa nao, je, ni rafiki upi ambaye anakuwa sahihi au watakuwa sahihi katika msimu ujao? Acha nikwambie na nikufundishe jambo hili. Usiwaombee watu kwa majina yao, kwa sababu hautajua, ila omba ukutane na watu sahihi kwa aina ya status zao na sifa zao. Kwa nini? Ukitazama malengo yako katika mwaka wa 2026 au yale ambayo unatamani yaweze kutokea katika mwaka 2026, kwa hiyo omba kulingana na mambo na malengo yako. Yawezekana mwaka wa 2026 unataka uende chuoni kusoma, pengine ukasomea udaktari. Ni muhimu kuomba ukutane na watu wa sifa ya aina hizo, ukutane na watu ambao wa aina hizo watakao kusaidia
watakaokuwezesha, watakaokuwa sababu ya ndoto zako kuweza kufanikiwa. Inawezekana mwaka wa 2026 unahitaji kujenga au unataka kujenga nyumba. Hakikisha unamwambia Mungu akukutanishe na watu wenye sifa zitakazo kusaidia wewe uweze kufanikiwa katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni vizuri kuomba katika eneo la watu namna ambavyo Mungu atakavyokufanyia au atakavyotenda uweze kukutana na hao watu. Wakati mwingine Mungu ametuandalia watu. Yaani wakati mwingine Mungu ametuandalia watu wa kukutana nao na kuishi nao na kuambatana nao katika mwaka wa 2026 au katika miaka mbalimbali inayoanzaga. Lakini sisi katika maisha yetu tumekuwa watu wa kujichagulia watu. Kuna wakati mwingine Mungu anaweza akatukutanisha na watu, wale watu tukawadharau, wale watu tukaona kwamba si kitu. Kumbe Mungu ametukutanisha na hao watu kwa sababu ya kwake mwenyewe. Ngoja nikwambie, duniani hapa ukitaka ubarikiwe, nisikilize vizuri, ukitaka ubarikiwe, zipo kanuni mbili tu za wewe kubarikiwa. Kanuni ya kwanza, ufanye kitu kitakachomgusa Mungu, alafu Mungu atakubariki. Mfano, kuna watu wanatoaga sadaka. Ukitoa sadaka maana yake umeugusa moyo wa Mungu. Ukienda kuwatembelea watoto yatima, wajane, wasiojiweza, ukawasaidia hao watu, maana yake umeugusa moyo wa Mungu. Na unapougusa moyo wa Mungu, maana yake Mungu anakubariki. Hiyo ni kanuni ya kwanza, ufanye kitu kitakachomfanya Mungu akubariki wewe. Kwa kuna vitu unavifanya, kupitia vile vitu Mungu anaachilia baraka katika maisha yako. Jambo la pili, kanuni ya pili ya kubarikiwa ni lazima uweze kukutana na mtu. Huyo mtu utakayekutana naye atakuwa channel ya kwako, channel ya baraka zako, channel ya wewe kufanikiwa katika maisha yako. Na ndio maana basi asilimia kubwa ya watu wengi ambao leo hii wamefika mahali fulani kwenye mafanikio, ama wamefika mahali fulani kwa heshima zao, kwa mambo yao makubwa, ukifuatilia palitokeaga watu ambao walikuwa chanzo cha wao kubarikiwa. Ndio maana kuna mtu leo hii anaiendesha familia yake vizuri. Kuna mtu leo hii anaihudumia familia yake vizuri. Kuna mtu leo hii inawezekana amejenga, amenunua gari, amefanya vitu vikubwa, lakini ukimuuliza namna ambavyo amepata hiyo kazi, namna ambavyo amepata kuwa mfanyabiashara mkubwa katika taifa hili au katika mkoa anaoishi, atakwambia kwamba kuna mtu nilikutana naye akanisapoti, akanisaidia, au akanipa connection ya eneo la kazi ilipokuwa, au akanisaidia kufanya biashara. Kwa hiyo utagundua kwamba huyo mtu alifanikiwa kwa sababu kuna mtu alikutana naye. Kwa hiyo huyo mtu aliyokutana naye ni channel ya baraka zake. Sikiliza, tunaomba Mungu atubariki, lakini Mungu yupo mbinguni. Mungu anatumiaga watu, wanashuka wanatubariki watu wale. Mungu anashuka kupitia watu. Mungu anatubariki kwa njia ya watu. Wale watu wanatusaidia, wanatusapoti katika mambo yetu, kisha tunapata mafanikio. Kwa hiyo ni muhimu kuomba eneo la watu, ili ukutane na watu ambao ni channel ya baraka zako, watu ambao watakuwa sosi ya wewe kufanikiwa, watu ambao watakuwa njia ya kukufikisha wewe kwenye hatima ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni jambo la kwanza kwa siku ya leo. Nikikwambia kwamba omba Mungu akukutanishe na watu sahihi katika maisha yako katika msimu ujao. Omba Mungu akukutanishe na watu sahihi katika msimu ujao. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine ambalo natamani siku ya leo uweze kulifahamu, miongoni mwa mambo ya msingi yatakayokusaidia wakati unapojiandaa kuingia katika msimu ujao. Jambo hili linasema, sahau mabaya yaliyopita katika mwaka ulioisha. Sahau mabaya yaliyopita katika msimu unaomalizika, msimu wa mwaka 2025. Kuna mabaya yalitokea katika maisha yako, yasahau yale mabaya yaliyopita. Mfano, misiba, magonjwa,
kufukuzwa kazi na kadhalika. Sahau mabaya yote. Kuna mambo yalitokea yaliumiza moyo wako, sahau, kwa sababu hayo mambo tayari yamepita. Hata ukiyakumbuka hautaweza kurudisha chochote. Sikiliza, jana ikishapita imepita, hauwezi kuirudisha jana ambayo imepita. Kwa jana yako ambayo ilikuwa na maumivu, kama imepita, acha ipite. Usikumbuke yaliyokuumiza katikati ya jana iliyopita. Inawezekana jana uliumia, jana moyo wako ulijeruhika, jana moyo wako ulifadhaika, jana moyo wako ulipitia wakati mgumu. Hebu jifunze kusahau, jifunze kuachilia, jifunze kuacha kile ambacho kimekuumiza kupitia jana iliyopita kwenye maisha yako. Watu wengi sana wanaishi wakishikilia jana ambazo zimewaumiza. Mfano, kuna mtu jana alifiwa, mpaka leo bado anaishi kwenye maumivu, kwenye uchungu wa huo msiba. Sasa unaendelea kulia kila siku. Swali langu, je, ukilia kila siku, huyo aliyekufa atafufuka? Utagundua ya kwamba hatofufuka. Wewe umeachwa na mtu ambaye ulimpenda. Kila siku wewe ni mtu wa kulia, unaendelea kulia. Je, huyo aliyekuacha utakapomaliza kulia atarudi kwenye maisha yako? Utagundua ya kwamba hatorudi. Yaani wewe unalia, mwenzio huko ndio maisha yake yanaendelea. Wewe unalia, unajitesa, haudi chakula. Mwenzio huko, yani maisha yake yanaendelea, anakula chakula, anapiga kitimoto kwenda mbele. Wewe hata ukiletewa chakula, ukiletewa nyama choma, haudi. Kisa tu kuna mtu amekuacha. Kisa kuna mabaya yalitokea kwenye maisha yako. Yani hata mwili wako unajiweka very rough. Manywele yanakaa ovyo ovyo. Unavaa nguo, yani nguo zimekaa ovyo ovyo. Hauoni kujiweka katika hali ya unadhifu. Si kwamba hauna nguo unazo, lakini tukikuuliza unasema, yani mtumishi, kuna pito ninalipitia, kuna mambo yalitokea kwenye maisha yangu, yani acha tu niwe hivi hivi. Wewe hujui unachokifanya. Kwa sababu gani? Kilichopita kimepita, hata kama umeumizwa kwa kiasi gani. Lakini usisahau ya kwamba wewe una maisha yako. Usisahau ya kwamba katikati ya maumivu bado unatakiwa kuishi maisha yako wewe. Kwa unaendelea kujitesa, kwa unaendelea kujiumiza. Hakikisha chochote ambacho kilichokuumiza katika mwaka huu ambao tunaumaliza, hakikisha unaachana nacho. Sahau mabaya yalitokea, sahau huzuni ilitokea, sahau magumu yalitokea, sahau. Endelea mbele, muombe Mungu na Mungu atakusaidia na Mungu atakuwezesha katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe.